Mtazamaji wa Live Online TV, leo tupo katika ofisi ya Rais wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino, ambapo nimeweza kumtembelea na leo utaweza kufanya mahojiano naye kuhusiana na maisha yake halisi. Karibu sana tuweze kwenda pamoja katika mahojiano ya leo, mwanzo wa kipindi mpaka hapo mwisho. Mr. President, kwanza pole na majukumu. Nashukuru sana, karibu. Asante sana. Kwanza nawashukuru channel ya Live hii kwa kututembelea leo. Niwapongeze kwa kazi kubwa mnayoifanya, kwa sababu ni kati ya vijana wachache wametambua fursa ya mtandao na kuitumia kwa namna ambayo inalipa. Kwanza kwa mara ya kwanza kabisa unachagua kuingia chuo kikuu, ile selection ya vyuo, ulikuwa unalenga kufika katika chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino au ulichagua vyuo vingi ila ukabahatika kuchaguliwa katika chuo hiki? Wakati tunafanya wakati tunachagua vyuo, mimi nilikuwa nimechagua University of Dar es Salaam, nikachagua UDOM, nikachagua South, na kuna chuo kimoja ni kama mipango hivi, kile cha Dodoma kile cha mipango Dodoma. Yes, na kuna chuo kingine kilikuwa ni chuo cha kiko Dar es Salaam, ni mambo ya NIT, transportation na nini. Kwa hiyo but nilipokuwa nimechagua, mimi nilikuwa napenda sana sheria, public administration na human resources. Nilipochagua hapo nikabahatika sasa when it comes to law, kuna LLB na kuna law enforcement, ambayo law enforcement hiyo degree ya law enforcement sio LLB. Sasa University of Dodoma wakanichagua public administration, South wakanichagua law. Hiyo ambao sasa South ndio hii hapa hiyo. Yes, South ndio sheria. Hiyo chuo kingine wakanichagua human resource. Sasa nikawa naangalia, at the first time nilikuwa nimeshachagua UDOM kama public administration, lakini kumbe sikuangalia South walikuwa wameshanichagua kuja kusoma sheria. What so far so good, ilikuwa ndio my first priority ya mimi kusoma sheria. Sasa nikaigundua ile, nikasema kumbe South wameshanichagua sheria. Wakati huo ukumbuke nilisha confirm UDOM. But Mungu ni mwema wa kila kitu. Nikawapigia UDOM kumbia sorry, nimeconfirm huko bila kujua. Na mimi siwezi kwenda chuo, unajua vile, kwa sababu lazima uwape logic ambayo ni tangible ili kuelewa. Nikawapigia UDOM, alikuwa ni yule jamaa alikuwa too fair. Kwa sababu wewe huwezi kuconfirm alafu wewe mwenyewe unconfirm. Hapana. Mpaka chuo chenyewe kiko unconfirm ndipo rudi kwenye system. UDOM ile unconfirm. Nilipomweleza jamaa yule alichukia, lakini akaonekana mtu kamjia, unconfirm. Kwa hiyo ikabidi ni confirm sawa. Kwa hiyo nika confirm sawa, kwa sababu ndio walikuwa wamenichagua kitu ambacho mimi nataka. Kwa hiyo nika confirm. Na ungeenda kule UDOM, unahisi labda ungeweza kuwa katika kiti hiki cha urais katika chuo cha Dodoma? Unajua, mimi ninavyojua kwa uelewa wangu mdogo ambao unahitaji hata cheti, kila kitu duniani hutokea kwa sababu ya Mungu. Ukiona mamlaka za duniani kibiblia yanatokana na Mungu. Kwa mimi nafikiri siwezi kusema sana kwamba ningekuwa UDOM ningekuwa hapa nilipo. Je, niko South ningekuwa vyo vingine ningekuwa hapa nilipo. Mungu hufanya kitu kwa muda wake, wapi akitimizie na kwa nani akifanya. Kwa nafikiri chochote kinatokea kwa sababu yake. Siwezi kusema kwamba ningekuwa chuo gani ningekuwa hapa. Ila kwa sasa nasema niko South, na niko South Mungu amenipa niwe rais wa wanafunzi. Kwa hicho ndio tunaweza kusema. Naam, ulipofika tu chuoni, katika movement zako zote inaonekana tayari ulikuwa unawiwa kuwa kiongozi.
kwa sababu ulipofika tu mwaka wa kwanza tayari uliweza kuwa mbunge, ukagombea ukawa mbunge na kuweza kuwakilisha darasa lako katika bunge la Sautiso. Lakini pia tukiangalia maisha yako huko nyuma, ulishawahi kuwa kiongozi wa ngazi yote ile kule shuleni? Nikushukuru kwa swali zuri. Probably yes. Kabla ya sijawa rais wa serikali ya wanafunzi SAUT, nilikuwa kwanza mbunge, kwa sababu mimi nimekuwa rais nikiwa mwaka wa pili. Kwa hiyo mwaka wa kwanza nilikuwa mbunge wa darasa, ambao nilikuwa nikiwakilisha darasa langu kwenye bunge la wanafunzi. Lakini kabla ya hapo, ni kweli kabisa Mungu amekuwa Mungu mkubwa katika maisha yangu, na kwa kweli naweza nikasema mimi sihitaji miujiza sana kwamba Mungu yupo au hayupo. Ndio. Yes, mimi Mungu nimeishi naye na namuona kwamba kweli kuna the supernatural power ambayo ina exist beyond nguvu nyingine ambayo tunaziona. Mimi wakati nasoma tunaita primary education, hii darasa la kwanza mpaka la 7, nilikuwa kiongozi wa michezo. Nikatoka pale nikaja shule nikashinda kwenda ordinary education, shule ya sekondari ambayo form 1, kutoka form 1 mpaka form 4 nilikuwa kiranja wa taaluma. Mimi katika nafasi yangu nilipofika, walivyoniona ni katika nafasi ambazo zilikuwa zina uchaguzi. Kwa mimi nilikaa form 1 mpaka form 4 kama kiranja wa taaluma. Nikatoka pale Mungu akazidi kuwa mwema, nilipoenda form 6, form 5 nikashinda kwenda form 5 Rutabo sekondari, nikawa kaka mkuu wa shule. It's probably pale kuna historia tamu kidogo, kwa sababu mimi nilipofika probably watu wengi walikuwa wananiona mdogo. Mimi sikuwa nimegombea kuwa kaka mkuu wa A11. Ndio. Nilikuwa nimegombea kuwa general secretary. Lakini nilipokuwa nimegombea kuwa general secretary, ikaonekana walimu wale sasa walimu wakiitana kufanya interview za watu, ikaonekana hapana, wewe ugombee ukaka mkuu. Na kwenye fomu ile tunapewa fomu ya kujaza ile. Kabla hujagombea kuna kipengele kinakuuliza ukibadilishwa nafasi ambayo tumekupa utakubali au utakataa. Kwa hiyo mimi pale nikawa nimeweka utakubali. Kwa hiyo kile kipengele kikatoa fursa kwamba nitakubali. Basi jina langu likarudi kwenye majina, kati ya majina mawili ya kugombea ukaka mkuu. Kwa hiyo form 6 nikabahatika kushinda. Form 6 yetu ilikuwa inaanzia form 1 mpaka form 6. Kwa hiyo nikabahatika kuwa kaka mkuu. Hapo ulibahatika kuwa kaka mkuu. Je, ulipita labda kwa kupigiwa kura zile, au ulipitishwa moja kwa moja hapo kwamba form 6 ile ni demokrasia, kwa sababu wanafunzi ni wengi. Form 1 mpaka form 6 huwezi kumpitisha mtu kwa kuteua ngazi kama hiyo. So it's definitely form 1 mpaka form 6 waligombea tulikuwa watu 9. Kwa hiyo walipogombea watu 9, majina yanabidi yarudi mawili kwa wanafunzi kwa namna ya kupiga kura. Inaonekana kwamba Mungu amekujalia kweli, kwa sababu wanasema kuwa kiongozi pia ni kipaji ambacho unajaliwa pia kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na kidogo tukiacha kwanza maisha hapa chuoni kule ulevo, maisha yalikuwaje katika uongozi, ukizingatia zaidi viongozi wanakuwa na bifu na wanafunzi? Muda mwingine unaweza ukawa uko sahihi lakini mwanafunzi anaona kwamba hapajawa sahihi kwa sababu labda unatekeleza majukumu. Hiyo ilikuwaje huko nyuma ukilinganisha ulevo, advance na primary? Maisha ya viongozi yamekuwa ni yale, lakini mara nyingi sana, na kwa nature mwanadamu ndivyo yalivyo. Sisi tunapendana lakini tunachukiana by nature. Maisha ya uongozi ni yale popote pale, kwamba kuna watu watakupenda, kuna watu watakuchukia. Haimaanishi ni kwa chochote kile unafanya. Unaweza kufanya mema yote, lakini bado kuna watu wakupenda, kuna watu wakuchukia. Kwa maisha ya wanafunzi toka advance, toka primary kuja secondary kuja level mpaka sasa, maisha bado ni yale. Nature ya uongozi ni ile, kwamba kwa namna kwamba kuna watu watakupenda, kuna watu watakuchukia, kuna watu watabaki huwezi kuwaelewa kwamba wanapenda wanakuchukia, ila wamo nao wanapenda.
Kwa uongozi ni changamoto nyingi, unadili sana na wanafunzi hao ambao wamekupigia kula, unabidi ubalance na utawala, ndio. Kwa hiyo unaweza kukuta maisha ya wanafunzi na hali ya nachukuliwaje na endaje bado ni unajua ukiwa kiongozi tayari ni mtu mkubwa. Kwa hiyo mimi nakumbuka hata kule level advance, mtu akishakuwa kiongozi kidogo unakuta anapata changamoto hususan katika sekta ya mapenzi. Kuna wadada ambao unakuta wanakusumbua. Hizo kwako changamoto zimekuwa kuwaje katika maisha yako ya nyuma huko kabla ya chuo? Niseme though this stuff are sometimes personal. Lakini uongozi ndivyo ndivyo. Unaweza kupita changamoto kama hizo lakini sio nyingi. Lakini tunakwenda tu vizuri. Inaweza ikapita ni sehemu tu ya uongozi. Zinaweza zikapita, zimepita au ilikuwa kwaje yani? Hapana bana. Tuongelee kidogo vitu vinavyojenga taifa, vinaweza kujenga wanafunzi. Hizo ni baadhi tu ya changamoto za uongozi. Na hivyo vitu ni vitu vya kawaida. Kwa mfano mimi kwa muda mfupi ambao nimetumikia wanafunzi katika ngazi hizi. Naona maisha hayo ni kawaida. Kwa hiyo ndio tunaweza kusema. Wakati unazungumza mwanzoni ulishawahi kuwa kiongozi wa mchezo. Sasa ulikuwa kiongozi tu au ulikuwa unacheza mpira? Na kama ulikuwa unacheza mpira, vipi kuhusu sasa muda huu, yani siku hizi mambo ya kambumbu inaendelea au imeishia wapi? Trust me, kwa watu wanaonijua mimi ndio kutoka na kuwa nilikuwa nacheza mpira sana. Na mimi mpira na ufahamu. Yaani kwenye when it comes kucheza mpira, mimi nilikuwa nacheza sana mpira. Kuna watu mpaka leo mtu akikutext ambaye nimesoma naye zamani anaweza akakwambia bado unacheza mpira. Lakini kilichokuja kuniharibu niseme tu ambacho na kitu ambacho nilikosea sana ambavyo kati ya vitu na regret. Uongozi mimi ulinifanya kuwa too much form. Yaani nikakuta ni na mpira na chanao unakuwa tu mtu wa coordinate vitu na siwi mchezaji. Kuna fikiri mimi kuharibu kipaji changu cha mpira ni kwamba nilikuwa sana kiongozi kwenye students union hizi. Afu kiongozi as top leader. Kwa hiyo nilipokuwa nacheza, trust me, nilipokuwa naingia mpira nikidondoka unakuta sasa watu wana jamani huyu ameumia. Na when it comes kwamba unavocheza sasa mtu akakupiga hata kiatu inaonekana sasa ina kawa kidogo na calm down kwenye kwa nika utuangalie uwezo ukiwa mchezaji na hata ambao sio wachezaji wengi wao wana ushabiki wa timu fulani. Tukianzia hapa Tanzania tunajua timu kubwa ni Simba na Yanga, lakini wewe uko upande gani katika vilabu hivyo labda? Juzi nilikuwa naongea na Mheshimiwa Balozi Profesa Mahalo ambaye ni Vice Chancellor wetu. Kamwambia we baba, shida ya watu wa zamani, ukiona mtu kazaliwa zamani sana 48 50 huko. Mara nyingi sana sehemu kubwa wale watu ni Yanga. Lakini kizazi hiki wengi tuko Simba. Kwa hiyo mimi ni Simba. Kwa hiyo ulijisikiaje ulipoona mna draw na Yanga ambayo tayari mlikuwa mshaifunga magoli mawili, lakini vijana wanakuja kwa kasi wanarudisha magoli yote yale? Ulijisikiaje wewe binafsi? Mara nyingi tukiondoa ushabiki tukatumia logic. Football hata kama uwe na mapenzi kiasi gani, when it comes kwa dakika zile 90 huwa unazipa heshima yake, kwa sababu mpira ni kitu cha kudunda. Na ilivyo kihistoria Simba na Yanga, hata Simba awe na wachezaji wazuri kiasi gani au Yanga awe na wachezaji wazuri kiasi gani, wataalamu wanakuambia ile mechi ndio maana ni mtani wa jadi, huwa zitabiriki. Kwa tulikuwa tuna kikosi kizuri ambacho watu waka composed, hadhi ya mchezaji mmoja ukizilinganisha utagundua kwamba Simba wana kikosi kizuri. Lakini draw tulioipata tunamshukuru Mungu kwa sababu nje ya kuaibika pale Mungu draw katusaidia tupate draw, lakini kiukweli ile mechi Simba wanabidi wajilaumu sana. Ndio. Kwa sababu kwa kikosi walichonacho, mpira uliocheza na kwa namna heshima waliopewa na watu wengi walijua Simba wanashinda. Kwa Yanga akachukua ile advantage, akawa na maneno kidogo. Akasubiri ile siku ya mchezo, akawa amejipanga vizuri na akatubisha. Lakini wale mimi sidhani kama Yanga walishinda kwa hali ya kawaida.
Unajua timu ikishakuwa ya wananchi mambo yanakuwa mengi bwana. Ndio la timu ikishakuwa ya wananchi mambo yakuwa ni mengi. Kuna kamati nyingi za ufundi. Sasa ukiangalia zaidi katika chuo hiki cha Mtakatifu Agustino kuna watu wengi ambao wanatoka hapa hususan katika tasnia ya uandishi wa habari, kwa sababu chuo hiki pia kinasifika katika tasnia hiyo ya uandishi wa habari. Ukiangalia DW utawakuta watu kutoka hapa Sauti, ukiangalia BBC utawakuta. Sasa tuje katika ngazi ya uongozi. Wewe sasa hivi ni kiongozi, rais wa serikali ya wanafunzi chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino. Unafikiri labda baadaye kuja kuwa kiongozi katika serikali ya Tanzania? Nashukuru ni mategemeo ya kila kijana anayekuwa. Kwamba lazima awe na ndoto. Usiishi tu kama una ni mpaka mbwa naye ana ndoto kwamba ni kabla sijafa mbwa tu kwamba inabidi niwe nimezunguka kijiji kizima hichi nimewaona wenzangu. Kwa hiyo ni namna ni ndoto za kila kijana kwamba wewe kama mwandishi wa habari unabidi ukifanya kazi yako ufike sehemu fulani uone hata angalau kidogo umeanza kutimiza ndoto hiyo. Kwa hiyo mimi napenda, sio tu nina ndoto, napenda sana kuwa ni public servant. Napenda sana kwa sababu moyo wangu unapenda kusaidia. Yaani mimi I love service. Yaani unajua, mimi hata kama ni unanitumia tu kwamba saidia hiki, yaani napenda sana vile. Watu wawe wengi tu hapa, mimi niambie wasaidie kitu fulani na naona wanasaidika. That's what I like. Sasa turudi hapa Sauti, hususan kwako wewe kama president. Kwa sasa unajua mtu akishafikisha miaka 18 tayari anakuwa na uwezo wa kuoa, labda kama yuko shule yuko wapi. Vipi kuhusiana na haya hiyo marital status yako? Umeoa? Kama umeoa nini? Lazima hilo swali kabla lazima ujue mimi ni Mkristo. Ndio. Na unaweza ukawa na mpenzi, lakini Kikristo usema umeoa tunategemea uwe umefunga ndoa. Kwa sijafunga ndoa. Kwa minajili hiyo bado sijaoa. Lakini una mpenzi, maana yako una mchumba. Sasa kama usomee upadri ndugu yangu umri huu mpenzi huyu. Utakuwa kidogo una ukiacha uongozi na mambo ya michezo, kipi unakipendelea zaidi kwamba tofauti na hii kwa kweli nikiwa upande huu huwa najisikia vizuri sana zaidi? Mara nyingi sana hilo unaongelea mambo ya hobbies. Mara nyingi sana mimi napata shida kwamba napenda hiki sana. Mara nyingi sana mimi huwa nacheza kulingana na muziki. Yaani uongozi mimi umenitengeneza nisioneshe napenda nini. Ukiwa ni kiongozi ambaye umekalia nafasi kama hizi unapenda sana mpira, watu watakulaumu sana kwa sababu kuna vitu vingi utavisahau. Mara nyingi sana mimi uongozi umenishape kuwa when it comes to football kuna mpira na mimi napenda mpira. Kama ikionekana kwamba hapa kuna event ya disco, kuna event ya kuleta wasanii, lazima nitokee kama event ilivyo afu niwe na shangwe kama event inapokwenda. When it comes to academic kusoma ni namna tu ya kiongozi, lazima uwe unasoma kuongeza maarifa na namna ya coordinate vitu, maarifa uwe na vitu ya namna ya kuongoza. Kwa nimekuwa mtu hivyo, napataga sana shida kusema napenda kitu gani. Yaani ndio. Pamoja na hayo sasa tukiwa tunakaribia mwishoni kabisa mwa mahojiano yetu ya leo, vipi uko nyumbani, wazazi wanakusupport kwa kiasi gani katika movement zako? Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu kuwa na wazazi ambao kwanza sio tu wanapenda kusoma. Wanapenda sana kusoma na it's very fine kwa sababu ya hicho huwa wanapenda sana wakisikia unajipigia sana kwa mambo ya siasa unagombea, they are so much worried, huwa wana ile hofu ile kwamba mwanetu sasa vipi, lakini mara nyingi sana walishaona wakasema kijana huyu anawezekana uongozi ndio unamuita sana. Kwa nina wazazi ambao kwa kweli nje na kunisupport ni watu wa dini sana. Kwa hiyo wanaomba sana, wanamuomba Mungu sana, wananisupport kwa vitu vingi, kifedha, kimaombi hivyo, kwa namna kama mimi mtoto wao. Kwa kweli namshukuru sana mzee wangu na mama wangu na ndugu zangu ambao tunaishi vizuri, ambao walikuwa wanisupport kila hatua
Inawezekana hata trust me, inawezekana hata kuna vitu vya kiuongozi, lakini wao bado pia wanakusaidia kwa namna kwamba wanakutia moyo na wanaona kwamba wanatambua kijana wao kuna mchango fulani anaotoa huko duniani. Unavyoonekana ni kiongozi wa mfano, lakini bado pia kijana. Wapo vijana wengi ambao wanashindwa kuishi katika ndoto zao. Sasa kidogo wangependa kupata ushauri kutoka kwako. Unajua kitu kikubwa ambacho naweza nikawashauri vijana. Unajua sijui ni kwa nini, lakini wajibu wa watu ambao ni watu wazima sasa hivi. Unajua siku zote mimi huwa nasema leo huwa ni mali ya wazee, kesho huwa ni mali ya vijana. Kwa hiyo nikawa nasema ni wajibu wa watu wanaoimiliki leo, wazee hao, kuhakikisha tuna create minds za vijana kuona kesho yao itakuwaje. Ni hatari sana unapokuwa na vijana wengi wakilalamika. Leo unamuona kijana amekuwa ni mtu wa kulalamika. Aina ilalamikia siasa, anailalamikia uongozi, analamikia nini. Nafikiri sio jadi nzuri ya vijana. Nafikiri vijana lazima waanze leo. Wewe unataka kitu gani? Unataka kuwa nani? Hiyo ni moja. Lakini mbili, una njia gani? Platform gani ya kuhakikisha unachokitaka kinakuwa? Kwa sababu it always huwa inaanza na mimi kabla ya wao. Mimi nataka kitu fulani, una strategy zako ulizo nazo ni nini? Unataka kuwa mfanya biashara, unataka kuwa nani? Kwa sababu kila mtu ana ndoto zake. Vijana wawe na nje ya kuwa na ndoto, tumeshahama huko, ndoto tayari unayo. Unaifanyaje kufika ndoto ulionayo? Alafu vijana wa sasa tu ni vijana ambao nje ya kwamba tuache kulalamika, tufanye vitu kutokea. Sio ni vijana kwa vijana kuna kuhamishana. Ni vitu ambavyo ukiona kijana kama kijana wanatukanana, kijana wanakatishana tamaa, wanaona hiki ukiwezi, hapa usiende, hivi vitu viwezi vina wenyewe. Nafikiri ni nzuri kabisa kwamba vijana kwa vijana tutiane moyo sisi kwa sisi. Tuwe watu wa kupendana, tushauriane kwamba hapa hipi ni tupeane support ile nasema. Isifike kipindi kwa mfano wewe unaweza leo ukawa kiongozi, ni kijana. Na umri wa ujana usidanganywe ndio umri wa kukosea. Kwa sababu kwa vijana mara nyingi hata Kiswahili wewe unajua kuliko mimi. Kwa vijana wao ni watu wa kutiana moyo, waishi kwenye ndoto zao na wajue platform gani ya kuzitumia. Ndio. Mr. President, tunamalizia lakini tuje zaidi kwa mtazamaji wa Live Online TV. Una nini cha kumweleza tukiacha vijana yule mtazamaji ambaye anaangalia Live Online TV, hususan ni TV ambayo yuko hapa chuoni. Kwanza tunadili na mazingira ya hapa chuoni. Kwa kidogo nini ambacho unaweza kumwambia mtazamaji wa channel hii? Mimi kama rais wa wanafunzi SAUT, nachoweza kumwambia mtazamaji wa Live Online TV ni kwamba wewe umekuwa kijana wa mfano sana, na mimi nakuombea uvuke mipaka nje ya SAUT uweze kuhabarisha sasa mkoa, uweze kuhabarisha Tanzania nzima kwa ujumla. Wewe ukatumike kuwa chachu ya vijana wengi, kwamba nje ya kwamba tuna ndoto lakini tuna strategy ya kuzifikia. Lakini namba 2 ni kwamba mimi namtakia kila kijana huyu ambaye kila mtu anakuangalia, anaangalia TV hii, huu mwaka ukawe ni mwaka wa mafanikio kwake. Mungu akamwezeshe kwa kila mtu mwenye ndoto, masomo yake, shughuli zake za kimaisha zikawe, huu mwaka ukawe ni mwaka wa neema, ukawe ni mwaka wa kutimiza yeye anachotaka. Asante sana mtazamaji ulio pamoja nasi kupitia Live Online TV.